Bwana, ni kweli watu wawili wamefariki dunia katika ajali ya gari ambayo imetokea hapo Lindi, na watu hao wamefariki papo hapo. Cha kusikitisha ni kwamba dereva ndo ambaye amekosea njia. Watu hao wawili wamefariki katika ajali hiyo iliyotokea tarehe 24 Machi. Tumethibitisha taarifa hii, ndio maana tunakuletea kwa usahihi zaidi. Taarifa hiyo ilitokea katika siku ambayo watu hao kwao haikuwa nzuri, kwa sababu walitoka majumbani kwao wakiwa wazima kabisa. Sasa ajali imetokea katika eneo la Mtowalanga, barabara ya Mnazi Mmoja, Masasi, wilayani Lindi, ambapo gari lenye namba za usajili T557DPL aina ya Scania likiwa na trailer namba T743DPL lilokuwa likiendeshwa na Daniel Msafiri Muta, dereva mwenye miaka 23, mkazi wa Dar es Salaam, lihusika katika ajali hiyo baada ya dereva huyo kushindwa kulimudu alipojaribu kukwepa shimo la barabarani. Gari hilo ambalo lilikuwa likitokea Mtwara kuelekea Masasi likiwa limebeba mzigo wa saruji liliacha njia na kuwagonga watembea kwa miguu wawili waliokuwa pembezoni kwa barabara. Waliopoteza maisha ni Jafari Mika, ana miaka 25, na mkulima mkazi wa Mtowalanga, pamoja pia na Subira Matola mwenye miaka 13, mwanafunzi wa darasa la 5 katika shule ya msingi Mtowalanga. Miili yao ilifanyiwa uchunguzi na Daktari Mustafa Chando wa hospitali ya Kiwalala, ambaye alibaini kuwa vifo vyao vilitokana na kuvuja damu nyingi kufuatia majeraha waliyopata. Baada ya uchunguzi wa kimatibabu, miili ya marehemu imekabidhiwa kwa ndugu zao kwa taratibu za mazishi, lakini pia jeshi la polisi mkoani Lindi likaelezea kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva ambaye alishindwa kulimudu gari lake na kuacha njia. Kila siku tunaripoti matukio haya ya ajali za barabarani, na umeona sasa ndoto za wanafunzi zimekatishwa na huyu kijana ambaye huenda baadaye angekuwa na msaada mkubwa sana katika taifa, katika kuhakikisha kwamba tunalisogeza kimaendeleo katika namna tofauti. Lakini pia watu hawa raia wa Tanzania, ndoto zao pia za kushuhudia sikukuu katika miezi hii za dini zote. Kumbuke tu katika mwezi mtukufu Ramadhani, na upande mwingine pia uliweza kufanya ibada hizo za kufunga, ikiwemo ndugu wa Kristo na wengineo ambao walikuwa na imani zao. Kwa minajili hii hawataiona sikukuu, na ndugu wataishabikia sikukuu wakiwa na hofu pamoja na majonzi kwa kuwapoteza ndugu zao hawa. Tuombe uko aliko, hakika ametangulia, sisi tunafuata.